Wengi miongoni mwa watu, inapokuja mwezi mtukufu wa Ramadhan, wako ambao wanaipokea Ramadhani kwa uvivu, kwa uzembe, kwa kukereka, kwa kuona dhiki. Ndio hapa utaanza kuwasikia ndani ya Shaabani wanaanza kudhihiri wenye madonda ya tumbo, wanaanza kujitetea kwa watu, najua bwana, huwa madonda ya tumbo yananisumbua. Sasa wewe unajitetea kwangu, kwani mimi nina pepo nina moto? Wewe ukitaka kula kula tu, wala usipate tabu ya kujitetea kwa shehe au kwa mwalimu au si kwa nani. Wewe nafsi yako ikikutuma kula kula, alafu utakwenda ujuane na Mola wako. Lakini wako Waislamu wanaipokea hii Ramadhani kama mwezi wa tabu umefika, dhiki. Sasa Ramadhani inakuja, ndio tuko kwenye kazi na njaa hii, utaweza kufanya kazi? Yani mtu anapata dhiki na tabu. Allah Jalla wa Ala anasema kwa watu wa namna hiyo tunaogopea wasiwe katika kundi hilo. Katika surati Muhammad aya ya 9, Allah Jalla wa Ala anasema dhalika biannahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum, nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Dhalika biannahum, hiyo ni kwa sababu wao karihu ma anzala Allah, wameyachukia aliyoyateremsha Allah. Kwa hiyo wewe Muislamu ukijikuta Ramadhani inaingia, moyo wako unachukia, unaona sasa umekuja mwezi wa kukubanabana, zile starehe zako hutofanya tena, nafsi yako ikiingiwa na mawazo kama hayo, tunaogopea matendo yako yasije yakabatilika. Dhalika biannahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum, Allah kaziporomosha na kuzibatilisha amali zao.